Katika kaunti ya Trans Nzoia, anavyotuarifu mwanahabari wetu Mike Mskoyo, ili kukabili hatari inayokodolea macho msitu wa Mlima Elgon kutokana na shughuli za uharibifu za binadamu, serikali ya Kenya na ile ya Uganda zimetia saini mkataba wa makubaliano wa kulinda msitu huo wa Mlima Elgon kwa manufaa ya wanyamapori na mazingira. Wakati wa kutia saini mkataba huu wa makubaliano wa kulinda msitu huo, katibu mkuu katika idara ya wanyamapori Sylvia Msea, katibu mkuu wa idara ya misitu Gitonga Mugambi na katibu mkuu wa utalii kutoka taifa la Uganda Doreen Katusime wamekariri kuwa licha umuhimu wa msitu huu, ukataji wa miti kiholela na uharibifu wa vyanzo vya maji umehatarisha maisha ya wanyamapori na hata jamii za karibu na msitu huu. As one of East Africa's key water towers, it nourishes essential rivers like the Nzoia, the Turkwel, and sustains agriculture, hydropower, and domestic water needs. You may be aware over time that the human population is actually growing, and the pressure over the forest resources is also growing. Let us not do illegal logging, because if you look at this mountain, it is our forest here, it is not in very good shape, and let us not bury our hands in the sand. We have to respect the law. And by respecting the law, by respecting the forest, by respecting the ecosystem, then we will all survive and we all draw benefit. So we are here to plan for the mountain, because the mountain cannot speak. And we're here to plan for the wildlife, because the wildlife cannot demonstrate on the streets of Kampala or Nairobi, and they cannot petition the parliament, and so we are here to speak on their behalf. Viongozi hao wanasema kupitia mkataba huu ambao ni wa pili kwa bara Afrika, mataifa haya mawili yataendeleza operesheni ya pamoja kwa kabili waharibifu kando na kupanda miti katika sehemu zilizoharibiwa. The MOU is supposed to promote joint actions aimed at protection, conservation, and sustainable management of Mount Elgon ecosystem as a transboundary biosphere reserve. Today, through joint efforts and UNESCO's Man and Biosphere program, Mount Elgon becomes the first transboundary biosphere reserve in this region and only the second one in Africa. This MOU brings us as two nations, as one people, together so that we can manage this ecosystem from one lens, so that we can be able to preserve it for ourselves, for the generations to come, and also for our economic prosperity. Wanahoji kwa jitihada zao zitasaidia kurejesha hadhi ya msitu wa Mlima Elgon na kupiga jeki sekta ya utalii ya mataifa haya mawili. We have ecotourism that gives the revenue to both Uganda government and Kenya government. That revenue supports government projects which we need actually to upscale so that we can have the economy growing. Kenya is the #1 source of tourism to Uganda, and Uganda is our #2 source after only America. That means that we're one people. Wakizungumza eneo la Swamp kwenye mpaka wa Kenya na Uganda, viongozi hao wamezihakikishia jamii za msitu huo kwa zitatimuliwa, huku wakitoa onyo kali kwa watakaopatikana wakiendeleza uharibifu. We do not have to remove people from Mount Elgon for Mount Elgon to thrive. It is possible that Mount Elgon thrives and people live in there. So when we come to launch this MOU, it is not to say that one day we will come and forcefully evict anybody. I also encourage the locals, please know this is a shared benefit for all the people of Uganda, all the people of Kenya. If we have that benefit of living near here, let us preserve it. Mike Mskoyo, West TV kutoka eneo la Swam, eneo bunge la Endebess County ya Trans Nzoia.